Wasafirishaji ambao wameunganisha mabasi yao kwa mifumo ya tiketi mtandao ambayo haijaidhinishwa wanapewa muda mpaka tarehe 15 Februari mwaka huu 2026 wao wameshahamia kwa watoa huduma za mifumo ambao wameidhinishwa. Baada ya tarehe hiyo hawataruhusiwa kutoa huduma kwa kutumia mifumo isiyoidhinishwa. Jumla ya mifumo 10 ya tiketi mtandao imekidhi mpaka leo vigezo vya kisheria na kuidhinishwa kutoa huduma. Namba 1 ni AB Courier Express Limited ambayo jina la mfumo wake ni AB Connect. Namba 2 Basbora Company Limited, jina la mfumo ni Basbora. Namba 3 ni Hashtag Tanzania Limited, jina la mfumo ni MySafari Tiketi. Namba 4 ni Iishe Company Limited, jina la mfumo ni Iishe Company Limited. Namba 5 ni Logix Company Limited, jina la mfumo ni Msafiri. Namba 6 ni Mkombozi Infotech Company, jina la mfumo ni Baspoa. Namba 7 ni OTAP Agents Company Limited, jina la mfumo ni OTAP. Namba 8 ni Sepatech Company Limited, jina la mfumo ni Afritech. Namba 9 ni Voltic Tanzania Limited na jina lake la mfumo ni Voltic Tanzania Limited. Wa mwisho na 10 ni Web Corporation Limited ambalo jina la mfumo wake ni Web E-Ticketing. Muda wa kutosha kurekebisha mapungufu yaliyoainishwa. Na kwa mujibu wa sheria, mifumo hiyo haitambuliki na Mamlaka ya Usafiri Ardhini kutoa huduma kwa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani. Napenda kuitaja mifumo hiyo kama ifuatavyo. Wa kwanza ni Exabytes Africa Limited, jina la mfumo ni Exabyte Ticket. Wa pili ni Global Light Company Limited, jina la mfumo ni Tiketi Rafiki. Namba 3 ni Duarani Innovate Limited, jina la mfumo ni Safari Yetu. Namba 4 ni Itule Company Limited, jina la mfumo ni Safiri Tiketi.